Wageukie madhabahu. Nina ujumbe mfupi sana kwa ajili yao na kwa ajili ya kanisa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku muhimu sana kwa siku nzuri ambayo Mungu ametupatia neema na kibali. Mimi kama mchungaji namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hawa vijana, kwa kuwa nimesafiri nao sana mpaka hapa tulipofika. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunashinda pamoja. Wamekuwa wasikivu, nikiona, nikikemea na nikielekeza. Wamekuwa wakitembea kwenye maelekezo, hatimaye wanafikia siku ya leo. Niliahidi kwa ni ahadi yangu, nikasema kila binti atakayenisikiliza maonyo na maelekezo yao atatoboa. Na wao wanathibitisha. Wa kwanza alikuwa dada yake Margaret, anaitwa Mary. Nilikuwa nawaonya pamoja na Mungu. Na wengine tulitembea nao waliosikia wameshinda, ambao masikio yao kwa mazito wameelekea pengine. Bwana mshukuru kwa ajili ya vijana hao, wametuheshimisha mpaka kufikia yale siku ya leo. Lakini msijifune, safari bado inaendelea. Mnahitaji kusimama imara, lakini hatuna budi kupongeza hii hatua mlionayo. Niliahidi kanisa na
ziko zijazo zingine. Haleluya. Kwa vijana njooni tu hapa ni pazuri. Na mabinti warembo wako hapa alafu waliojitunza. Na mimi ni mafia. Kwa mtu anayependa uovu, mimi ni mafia na ngumi huwa narusha. Mimi kamanda anasikia mwanajeshi, mimi ni mwanajeshi. Sijakaa kutumikia jeshi langu la Tanzania huko, lakini natumia kwa namna nyingine. Lakini kimuonekano wa nje huko niko kwa Yesu zaidi. Kwenye uovu, waulize vijana. Leo wengine nishapiga vichwa. Kwa sababu niko vizuri. Ndio maana naendelea na mazoezi karate, naendelea vizuri ili niendelee kunyoosha. Kitabu cha Mwanzo 24. Naomba fungua kwa haraka. 50. Kitabu cha Mwanzo 24. Mlango wa 24 mstari wa 50. Tuanze kusoma hapo Yusufu. Nisomee ile leo. Soma ile leo. Mwanzo 24. Mstari wake wa 14. Twende tusome. Soma kwa jina la Yesu. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa Ashtoreth. Daudi akatuma wajumbe wafanye nini? Bwana wa Sauli. Kusema, nipe mke wangu Mikali. Nipe mke wangu Mikali. Niliyemposa kwa govi 100 za Wafilisti. Niliyemposa kwa govi 100 za Wafilisti. Basi Asbosheti akatuma watu. Akamnyang'anya Paltieli mwana wa Laishi. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umesikia? Lakini unaambiwa pia Rebeka akapewa pete, dhahabu na vito vya thamani. Bwana Yesu sasa kama mahali ili kuchukuliwa na kuwa mke wa Musa. Bwana Yesu sasa. So mpaka tunafikia leo. David amefanya hivi. Ametoa mahali kwa wazazi wake Margaret. Wamepokea mahali na mambo yako vizuri. Kwa hiyo hapa tulipo tuna kila kitu. Tuna tarehe ya ndoa imekaa. Wazazi wametoa baraka zao. Bwana Yesu asifiwe. Si ungeshangilia? Kama mwingine rais ndio anatoa dhahabu, vitu vya thamani, mali ya kutosha, vitu kama hivyo. Sio rahisi kwa kuwa anapata kitu chema alafu cha thamani sana. So mali haitoshi kama unanunua, lakini ni ile kuwashukuru wazazi kwa kumlea binti mpaka anafikia stage ama umri wa kuolewa. Sema wewe.